Audhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina nabina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Natumai mwazima ndugu zanguni, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa adhama Allahu ujurana wa ujurakum. Mazungumzo yetu yaliyotangulia tulikuwa tunazungumzia kuhusu silaha ya Wairani, na tumeelewa kwanza aina za silaha. Tukasema ya kwamba kuna silaha kwa siku hizi aina nyingi zimeendelea, na silaha ambayo ni kubwa kwa sasa hivi wanayotumia wana vita ni hii silaha inaitwa hybrid warfare, yani silaha ambayo inategemea aina nyingi za silaha. Kuna aina nyingi za vita, na vita hivi ambavyo viko zimekuwa, kuna generation ya kwanza, ya pili, ya tatu na kuendelea, na generation ya mwisho ambayo sasa hivi inaitwa hybrid warfare, ambapo silaha zinakuwa aina zote zinatumika. Kuna silaha za kizamani na kuna silaha za kisasa ambazo ziko sasa, na malengo yako tofauti tofauti. Tulizungumzia kuhusu vita hivi vya cognitive warfare ambayo ni mojawapo ya hybrid warfare, yani katika hizi aina ambazo ziko na ambazo zimetumika, na katika Irani wametumia hii cognitive warfare, na ndani yake pia kuna vita ambavyo ni war of wills au willpower, yani utashi, nia na maazimio. Watu wakawa wanapigana katika vita ili kubadilisha maazimio upande huu mwingine au irada ya upande ule mwingine, wanatumia njia hii ili kubadilisha. Sasa pia tulisema ya kwamba kwa upande huu wa Irani wako kwenye mlango au tuseme daraja ya juu kabisa, na tuliambiwa kitu ambacho pia miongoni ambayo tumesoma zile aya za Qur'ani ambazo zinaelezea watakavyokuwa wale wanaopigana siku za mwisho, na watakapopigana na Waisraeli na kuwaondosha katika ardhi hii ambayo waliochukua kwa njia ya kidhulma na kuwadhulumu wenyeji na wakazi wa Palestina na Baitul Maqdis, yani au Masjidul Aqsa. Tuliona kwenye Qur'ani nasema ni watu ambao tutawatuma watu ambao ulibaasin shadidin, watu ambao wana sifa ya ukakamavu na ugumu katika maamuzi yao, kwa sababu tulisema pia hii ba'sun shadid ni sifa pia ya chuma ambayo Mwenyezi Mungu anasema ameiteremsha chuma ikiwa na sifa hii. Na pia tukakuta pia katika hadithi nyingine ya kwamba pia wanaitwa chuma hawa wa Irani, kwa sababu kuna mtu ambaye atakapotoka kutafuta haki, ambaye atawaita kwa ajili ya haki katika haki, ambaye ni Imam Khomeini. Watu wale watakuwa karibu naye, watakuwa ni wenye sifa ya ni kwamba ni zubarul hadid, ni vyuma, vipande vya vyuma, yani irada yao, utashi wao, willpower yao ina nguvu kiasi kuwa ndivyo, nao hawachoki vita. Ati kwamba mtu aje atapigana na usiwatishe na vita, kwa sababu vita kwao si kitu. Ni wanafunzi wa Imam Hussein, wamejifunza kutoka kwa Imam Hussein, na wao wenyewe wanasema sisi ni umma wa Imam Hussein, wafuasi wa Imam Hussein, na kufa shahidi ni ada kwetu. Kwa hivyo utawatisha na kifo kwao si kitu cha kuwatisha nacho, kama vile Imam Hussein alisema huko nyuma, na ni jambo ambalo wameshikamana nalo. Sasa tukizidi kuangalia, tunakuta ukakamavu wao na irada yao vile yenye nguvu kabisa, na vile wanakabiliana kwa kuwa na misimamo kabisa. Tunakuta kuna hadithi ambayo inawaelezea pia
watu kwa jina linini, wa ahlul mashriq, watu wa kutoka mashariki wana sifa hii, na ya kwamba watakuwa wanatafuta haki, na mwishowe ndio haya ambayo tunayaona. Ilitajwa zamani miaka 1300 takriban iliyopita, au tuseme mia ngapi, takriban 300 iliyopita, iliwataja na kuwaelezea yale yatakayokuja, na ndio hawa. Tukirudi tunakuta ndio hao. Inasema Imam Bakir alayhi salam, anasema kaanni biqaumin, yani ninawaona kwa mbali nani, watu, kaumu fulani, watu fulani, kad kharaju bil mashriq, watu wametokezea upande wa mashariki, ndio eastern countries, na ndio hiyo pia tunasema Middle East, labda tukitumia kwa jina nyingine. Wanatoka upande huo, yatlubuna alhaq, wanatafuta haki. Hii haki yao ni nini? Kama tutakavyojua baadaye, ni kwamba hii haki ya kwamba wanataka nuclear, waweze kuendesha mambo yao, energy ya nuclear. Si kwamba wanahitaji silaha ya nuclear, hawana haja. Tutaona silaha yao ni ipi ambayo wanatumia. Yatlubuna alhaqa fala yu'taunahu, hiyo haki yao ambao wanastahiki wanaitafuta, wanaidai, lakini hawapewi hiyo haki. Wanaambiwa kwamba nyinyi mnatengeza silaha, hatupatiwi, hamstahiki kupata hiyo haki. Thumma yatlubunahu, kisha wanaendelea kudai haki hiyo. Kama vile tunaona vikao vimefanyika mara kadhaa, walikuja wakafika wakawa wanazungumza Irani na nchi za Europe, ikawa wamekataliwa haki yao, mpaka Amerika ikaingia kati. Alafu kisha Trump alipokuja akapasua makaratasi ya makubaliano, na ikawa tena akajitoa kwenye mkutano maelewano yale. Sasa yakaharibika maelewano, alafu tena wakakaa, baadaye Amerika ikarudi tena, wakaanza tena kutengeza maelewano, mazungumzo, lakini bado tena hivyo. Na hii nasema mara ya pili thumma yatlubuna, kisha wanadai tena, fala yu'taunahu, kisha hawapei. Fa idha ra'u dhalika, hawa watu watakapoona hivyo hawapei haki yao na wadha'u suyufahum ala awatikihim, wataweka panga zao kwenye bega zao. Fayu'tauna, yani wataingia kwenye vita, alafu wakati huo sasa ndio utakuta watapewa haki hiyo, lakini hawatakubali. Fayu'tauna ma sa'aluhu, watapewa kile watakachoitisha. Fala yakbalunahu, watakata, hawatakubali. Hatta yaqumu, kisha wataendelea mpaka watakaposimama. Na tunaona sasa hivi vita ni kwamba walikuwa kwenye vikao, wale wenyewe ndio wameanza kuwapiga vita, na sasa hivi wanajaribu kuambia vita visimame, wale wamesema hatutasimama, tutaendelea. Alafu inaendelea hata yakumu, wataendelea mpaka wahakikisha wamesimamisha yale wanayotaka. Wala yadfaunahu, mpaka kuweza kufikisha utawala kwa nani? Ila sahibikum, watafikisha haya mambo yaweze kufikia utawala, wakati huo waweze kufikisha kwa nani? Kwa sahibu wenu ambaye ni Imam Mahdi. Yani mambo haya yanaendelea, yatakutana na kudhihiri kwa mwokozi wa ulimwengu, ambaye kwa sisi tunamuita ni Imam Mahdi. Kwa Wakristo wao wanasema mwokozi wao ni Nabii Isa alayhi salam. Yani mambo haya kulingana na hii hadithi inaonyesha ya kwamba ni mambo, si ati kwamba inasema ni baada tu mara moja tu vita vikiendelea na ndio kuna, lakini inaonyesha ya kwamba baada ya muda si mrefu ndio kudhihiri kwa Imam al-Hujja. Katlahum shuhada, watu wao ambao wanauliwa ni mashahidi, na kuendelea kuhusiana na hadithi. Kwa hivyo tunaona haya mambo yamekuwa yako, msimamo wao ni thabit, wanaendelea na wanatafuta haki yao, na wana misimamo ambaye ni thabit, isiyo badilika. Kwa hivyo irada yao, maamuzi yao ni yako, willpower yao iko juu. Kitu muhimu sana katika jamii
ni kuwa na maamuzi na nini, ujue haki yako ni ipi na uipiganie bila kuiacha. Wengi huwa wanaona baada ya kuwa haki wamejua ni ipi yao, lakini wanatetemeshwa kidogo na wasiokuwa ni madhalimu, unakuta wanabaki nyuma. Haki yako unaipoteza na unaiacha. Sasa tukirudi kwenye silaha nyingine, kwa sababu tulisema miongoni mwa hizo silaha ambazo zinazotumika ni silaha ya cognitive warfare, ambayo ni vita vya kiutambuzi. Sasa kuna vita vya kisilaha, silaha zenyewe za kupigana zenyewe, kama vile zamani watu walikuwa wakipigana kwa upanga na nini. Sasa lakini siku hizi wamefikia, kuna ndege ziko, kuna nini, kuna missiles, unaona, bomu na hizi na mambo kama hayo. Sasa tukiangalia sasa hivi Irani, kitu ambacho inatumia katika vita vyake ni vita vya nini? Ni vita katika hizo silaha, ni silaha za missiles ambazo tunaona za hali ya juu. Wao wenyewe wanasema ya kwamba walipoanza baada ya kupata mapinduzi na kupata utawala, walisema ya kwamba tukitaka kushindana na hizi nchi nyingine hatutaweza kuwafikia. Tukisema tutengeze ndege kama wao, sisi tutakapotengeza hii, wao watakuwa daraja ya 5. Sisi tukitengeza ngine tutakuwa wataendelea daraja ya 6, ya 7, hivyo hatutawafikia. Sasa kwa hivyo njia ni tutafute njia tuwe mbele yao, na ikawa njia ambayo walichagua, wakaamua kutengeza silaha ya missiles ambazo wanazozitumia, na zimekuwa hizo ni za kubomoa na za kumaliza. Kubomoa ni rahisi kuliko kujenga, kwa mfano. Sasa kubomoa zile inakuwa ni rahisi kuzimaliza, nazo zao wameziweza, na hili ni jambo ambalo lilitabiriwa miaka mingi ambayo iliyopita, ya kwamba hawa watu watakuwa vipi. Tukiangalia katika hadithi, katika kitabu cha Jafr ni kitabu cha Imam Ali ambacho kimekusanya tabiri zote za mambo yote yatakayotokea mpaka siku za mwisho, yote yatakayotokea, viongozi watakaotokea nini. Hicho kitabu kimeelezea mambo yote. Sasa katika watu, jina ambalo limetumika sasa hivi sitaelezea ni vipi, kwa nini wanaitwa hivyo nini, lakini mojawapo hapo nyuma tumesema katika tabiri zile zimetajwa, tumeona ya kwamba watu wa Iran wanaitwa Ahlukum. Pia tumeona kwa Biblia wanaitwa Ilam, watu wa Ilam. Tumeona katika iliyopita wanaitwa Ahlu al-Mashriq, na pia tunaona pia wanaitwa Ahlu Khurasan pia vile vile. Sasa haya ni majina ambayo yanatumika, lakini yote yanarudi kwenye nini? Sasa hapa tunakuta ya kwamba pia wanaitwa Ahlu Khurasan kwenye hii hadithi, na pia wanaitwa wenye Rayat Sud, yani kwenye bendera mahsusi nyeusi. Siku za baadaye ndio watakuja labda watatumia katika nini. Sasa hii tukisoma hii hadithi, tunaona hii hadithi inazungumzia silaha yao hiyo ambayo itakuwa inasema, Imam Ali anasema ya kwamba kulingana na hiyo wanasema watahiju jumu'un ashabu rayati as-suda wa yansibuna naran, na anaelezea sasa silaha yao, anasema wataweka moto mkubwa adhima. Moto huo mkubwa unaitwa sarukh, yani na wao wenyewe pia hata sasa hivi unaitwa sarukh. Yani ni nini? Sarukh kwa lugha ya Kiarabu ya Kiirani, sarukh maana yake ni missile. Sasa ismuha sarukh, jina lake wataliita sarukh, na ndio hilo jina ambalo tunatumia. Yuhaddiduna aada Allah, watawatisha maadui wa Mwenyezi Mungu, ambao ndio hao Mayahudi wa Amerika, maadui wa Mwenyezi Mungu. Bimaadinin kathira, kwa maadini nyingi, minerals ndio hizo watatumia katika nini? Kupigana nayo. Akhlatan mithlu daira, yani ni mchanganyiko kama vile daira, mzunguko, mviringo yani. Wa ashkalun kathira, na ni aina nyingi, mifano aina nyingi. Hizo silaha za sarukh ndio anaielezea vile inakaa. Anasema sarukh hiyo
sihamun tulul jibal, yani ni mishale mikubwa mfano wa nini? Wa mlima. Yani hebu fikiria mshale ambao uko mbele. Kawaida mshale huwa na ncha mbele, na sasa ni mkubwa mfano wa nini? Wa mlima. Yani ndio hiyo sasa misail ambayo iko fi qalbiha lahbun, ndani yake katikati kuna moto mwingi. Yakhtarikul ardha, moto huo unachoma ardhi. Wayusidu lmaa walhawa, na unaharibu maji na hewa. Wala yatruku hayyan, na unapoanguka hauachi kitu ambacho kiko hai, kinabaki hai. Illa akalahu, isipokuwa kitu hicho kinamalizwa. Kalhamhama, sauti yake inatoka ni kama vile farasi, sauti ya farasi. Yatrukuhu yaghdu ramadan, na anasema kitu hicho inapoangukia kitu inakiacha kinabaki ni kama jivu. Tadhruhu riyah, ambao jivu hilo linapigwa na upepo, linaweza kupigwa na upepo na kuhama huko na kule. Illam tadfinuhu, ikiwa hautazika kitu hicho ambacho kimechomwa. Watatlubu nisa alyahud, na ndio hao sasa maadui wa Mwenyezi Mungu. Katika vita hivyo wanawake ya Kiyahudi watatafuta waume wao. Fala yajidunahu, hawajui, hawawapati. Illa min khariji yahud, na hawapati isipokuwa wanaume wamekimbia, wameenda mpaka nje ya Uyahudi. Wala yakunu 20 imraa amama qayyimin wahidin, na hautapata wanawake 4 ila tu hawako chini ya mwanamume mmoja. Yani wako ni wengi, mtu mmoja ndio anakuwa sasa mwenye kuwasimamia. Yajtamiuna fi khallatin min al-ardi, yani watakusanyika kwenye ardhi. Yadhilluhumullahu, Mwenyezi Mungu atawadhalilisha. Wayadhribu alaihimul hawan, na Mwenyezi Mungu atawadhoofisha na walmaskana, na udhaifu, na kuwa wajiwezi. Fala tathuru lahum thairatun illa ta'anan fi dhahr, na wakijaribu kutoka na kujaribu kufanya mabadiliko au mapinduzi, kitu kama hicho, wao wanapigwa na kumalizwa. Yantadhiruna dajjal, au Mayahudi watakuwa ni wenye kusubiri Dajjal. Dajjal huyo Almasihu Dajjal ndio wanamtarajia aweze kuja. Wao wanaamini ya kwamba Nabii Isa hakuja, kwa hivyo yule aliyekuja sio yeye ambaye walikuwa kimgoja, ndio walimkataa, na wanasema ya kwamba huyu Dajjal ambaye ndio Antichrist kwenye Wakristo, kwenye Biblia, ndio wanamsubiria. Wa huwa sharrun ghalib, na huyo mtu mwenyewe ambaye ni Dajjal atakapotokezea ni shari yenye kutawala. Wa yantadhiruhu, ambaye wanamtarajia. Ulufu minhum yu'minuna lahum aqlun wa din, yani watu wengi wanawamfuata, watakumwamini na wenye akili na dini. Yaghduna fi yawmin wa laylatin ma sultani al-mahdi, lakini watamalizwa kwa siku moja, usiku na mchana. Kwa nini? Na nguvu za huyu Mahdi ndio watawaangamiza. Na kulingana na imani tunaamini ya kwamba Nabii Isa na Imam Mahdi watakuwa pamoja, na wote watashirikiana katika kuangamiza huyu muovu wa dunia ambaye ni Antichrist, ambaye ni Dajjal, Masihu Dajjal. Na Nabii Isa atashuka ili kuwaongoza na kuelekeza kwa watu, kuwajua ya kwamba huyu sio Isa ambaye aliyekuwa ametumwa na Mwenyezi Mungu. Yeye ndio Isa ambaye alikuwa ametumwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo hadithi inaelezea watu watakaokuja siku za mwisho wanaotoka Khurasan, na hiyo ndio hali ambayo watakuwa nayo. Hizo ndio silaha zao. Silaha yao kubwa ndio hiyo missiles ambazo tumetaja, na hii hadithi imetajwa na Imam Ali katika siku hizo za mbali, miaka 1000 karibu 400 iliyopita. Anaelezea yale yatakayotokea katika siku za baadaye wakati huo, na anatumia jina au maelezo ambayo watu wa siku hizo wanaweza kufahamu. Anasema kwa mfano watakuwa na nini, na mshale utakuwa
silaha yao itakuwa ni mshale ambao unatoshana na nini, na mlima, na mshale ambao unatoshana na mlima, isipokuwa ni si kitu kingine isipokuwa ni hizo missiles ambazo wanatumia. Na pia hadithi nyingine pia anaelezea wakati Imam mwokozi wa ulimwengu atakapotokezea, na yeye pia atatumia silaha gani na atakabiliana na hawa. Sasa hii inazungumzia katika mambo ambayo tabiri na bishara zinazozungumzia kuhusu nchi ya Rome. Rome wakati ule ndio ilikuwa nchi ambayo inaweza, watu wa siku hizo walikuwa kielewa Rome wakati ule ilikuwa ni Roman Empire katika siku za Imam Ali, na ilikuwa inachukua nchi nyingi. Europe ilikuwa kondani wakati huo, kama Amerika pia tunaweza kusema walikuwa ndani, lakini ilikuwa haiko kama Amerika sasa hivi vile ilivyo. Sasa hii tukirudi ni kana kwamba hadithi hii inazungumzia tabiri ya hali itakayokuwa. Inasema hivi, wengine wanafasiri wanasema ni Amerika, na hakuna mwingine anaweza kuwa na jambo kama hili ujasiri kama huu isipokuwa Amerika. Inasema ya kwamba katika kipengee hiki anasema wayundhiru Rum, yani Imam Mahdi atawatisha, Rum yenyewe itamtishia Imam Mahdi. Rum tukisema ya kwamba ni Amerika, sasa inasema itamtishia nini? Biitlaki surahi mautin katala, yani ya kwamba wao watapiga au watampiga pamoja na watu wake kwa surahi mautin, yani pigo au silaha ambayo ni ya kumaliza, ya kuua, fatakin, yenye kuangamiza na kuharibu kila kitu, mahbusun, nini yake imebanwa, imewekwa, mahbusun bikininatin ajiba, ndani yake, yani imewekwa ndani yake kinina, yani kama kichombo au chupa au chuma au kinini, ndani yake hiyo silaha ambayo ndio ndio vile tukiangalia hii ndivyo ilivyo nuclear bomb inakuwa hivyo, inawekwa kwenye na ndio wanasema kichwa cha cha missile kinawekwa hiyo. Sasa ndio hiyo inaelezea ajiba, fayundhiruhumul Mahdi, lakini Imam Mahdi naye anawatisha kinyume chao. Wao wanasema watawamaliza kwa kwa nuclear bomb, naye anawajibu watawapatia, atawalipa kwa nini, atawaangamiza kwa nini, silahan ismuhu asarukh, ya kwamba atawamaliza kwa silaha ambayo inaitwa sarukh, na yeye pia Imam atatumia silaha hiyo, lakini hii ni yake ni ya juu zaidi. Lahu sautun zilzal, yani hii sarukh yake au mizaili yake itakuwa ina sauti ya ya zilzal, yani earthquake, kulingana na vile ilivyo. Wayakulu hamul bashar, inakula mpaka mifupa ya binadamu ikilipuka. Ina kakathvil burkan, ni mfano ni kama vile volkano inapotoka, yani kutoka kwake ni kama volkano. Liman ra'al burkan, kwa yule ambaye ameona burkan, ndio anawaambia kwa yule ambaye ameona volkano, huo ndio mfano wake. Naran hailan min batinil ardh, ni moto mkubwa sana unaotoka ndani ya ardhi. Takhruju min makmanin wa makhba'in, yani unatoka ndani ya maficho ndani ya ardhi. Watatiru fi sama, alafu huo moto, hiyo sarukh, hiyo missile inatoka inapanda juu binguni kabisa, aliyan jiddan, juu sana. Thumma tahbitu bimautin, alafu kisha inarudi na kuanguka na kuwamaliza. Yanzi'u nasa, na inawaua watu. Kaannahum, inawamaliza. Kaannahum a'jaz nakhlin munqa'ir, yani mfano wao wanapokufa ni kama vipande vya mtende ambavyo mtende umekatwa, umetupwa chini. Hivyo ndivyo walivyo. Watatiru, alafu walahu narun
la tubqi wala tadhar, na ina moto ambao haubakishi chochote inachopita. Yunadi ala rum annaha lawahatun liman ghadar, anasema ya kwamba mtu ambaye anakimbia yeye moto huo pia unampata. Fayatlubu malikur rum alhudna, basi mfalme wa Rum au Amerika wakati huo ataomba nini? Amani na kufanya nini? Sulhu na maelewano. Hii hadithi inaendelea, lakini tufike hapo. Kwa hivyo tunaona hata wakati wa zama za Imam atakapodhihiri katika kupigana nao, wao watajaribu kupigana na nini? Na hiyo bom ya nini, lakini wao watatishwa na hilo na wataonyeshwa na watajua ya kwamba sasa, sijui ni kwamba watapigwa kweli ama watakuwa wameshaona, watajua kweli wataangamizwa na watasimama, wataomba nini? Wasipigane, na hiyo ndio hali itakayokuwa. Kwa hivyo insha Allah tumemaliza vikao vyetu, na insha Allah tunawatakia kheri, na tunaomba Mwenyezi Mungu aisimamishe haki na aiangamishe batil, na ni vizuri watu kuwa katika imani ya kwamba siku hizi ni za ushindi wa haki, sio tena ushindi wa ubatilifu, na kusaidia watu sasa hivi tunakuta ya kwamba katika nchi kadhaa zinajaribu hata kutuma misaada yao katika jambo hili ili kuwasaidia. Kwa mfano utakuta kwa mfano na Iraq wanajitolea dhahabu zao, kama vile Iran walipokuwa wakitoa siku za nyuma kuwasaidia wa Lebanon na nini, na wanatoa wengine, unakuta wanauza gari, mwingine anauza hiki ili kutoa na kusaidia katika nini, wale wameathirika katika nchi ya Irani, na kuweza kuwapatia nguvu waweze kusimamisha haki. Insha Allah Mwenyezi Mungu awe pamoja na wenye haki, na vita hivi viishe, na insha Allah watu wenye kudhulumiwa wa Palestina wapate haki yao na warudi kwenye nchi yao, na wasiwe watadhulumiwa tena, na waweze kujitawala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.